أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukiendelea katika ile nukta ambayo kwamba tulikuwa tumeanza, ni kwamba anasema kad yakunu ma yahkumu hadha al-insan. Tulifika sehemu ambayo kwamba tunasema kwamba mwanadamu anapenda kuhukumu na vitu ambavyo kwamba vinaonekana, yani anahukumu watu wengine kwa madhahiri yake, yani kwa madhari yake, yani kwa muonekano wake. Mtu atakapokuona anaweza kukuhukumu kwa hukumu ya kwanza kwamba wewe pengine ni mnyonge. Akikutana naye anaweza kuhukumu kwamba wewe uko hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo hukumu ya unyonge na hukumu ya kwamba huyu mwingine ana nguvu ni hukumu ya kwanza ambayo kwamba mtu anahukumu mwingine. Sasa ndo anasema kad yakunu ma yahkumu hadha al-insan, huenda hukumu ambaye kwamba huyu mtu anakuwa ni mwenye kuhukumu mtu mwingine bidhofi al-akharin, kwamba kuwa wengine ni watu wanyonge sana tena sana, fi nadhirihi au fi nadharihi, kwa mtizamo wake. Yani ameketi tu akawa ni mwenye kuhukumu watu wengine, lakini kwa mtizamo wake, yani kwa nadharia yake yeye mwenyewe, wa mabadihi, na pengine vitu ambavyo kwamba anavitumia au nyenzo ambazo kwamba anakuwa ni mwenye kuzitumia, au formula yake mwenyewe ambayo kwamba anaweza kuwa anazitumia. Mathalan, unaweza pata mtu wa kwanza anatumia formula fulani ya kuhukumu watu wengine, unaweza pata mtu wa pili anatumia mtizamo fulani kwa kuhukumu watu wengine, unaweza pata mtu wa tatu anaweza kuhukumu watu fulani kutumia mtizamo wake mwenyewe. Kwa hivyo mtu wa pili na wa kwanza na wa tatu inamaanisha kwamba wanahukumu watu, lakini kwa kila mmoja kwa mtizamo wake. Na ndio maana hapa tunapata kwamba katika hukumu wanaweza hukumu, lakini katika natija inaweza kuwa natija yao ni makosa. Kila mmoja na natija yake. Kwa hivyo huyu anaweza hukumu huyu kwamba ni dhaifu au mnyonge, huyu anaweza hukumu huyu pengine ni mnyonge au dhaifu, huyu anaweza kumhukumu huyu kuwa si mdhaifu lakini ni mtu ambaye kwamba ana uwezo. Ndio maana anasema kad yakunu ma yahkumu hadha al-insan, huenda kitu ambacho kwamba anahukumu huyu mwanadamu bidhufi al-akharin, kuwa mdhaifu, kwa yani udhaifu wa watu wengine, fi nadhiri, kwa mtizamo wake, wa mabadihi, na nyenzo ambazo kwamba anakuwa ni mwenye kuzitumia, huwa sahihun, ni sawa, yani ni sawa kwake, anaweza kuwa nini ambazo kwamba anaweza kuwa anakuwa mwenye kuzitumia. Wa inda ghairihi, lakini katika mtizamo wa mtu mwingine, laysa bisahih, sio sawa. Yani mathalan wewe vile utahukumu huyu mtu kwamba ni mnyonge kwa ajili hana kitu, wewe utahukumu huyu mtu kwamba ana nguvu na uwezo kwa ajili ana vitu fulani, inamaanisha kwamba kwa hukumu huko inawezekana wewe umehukumu kwa makosa na kwa mwingine sio sahihi. Ndio anasema wa inda ghairihi laysa bisahih, na kwa mtu mwingine sio sahihi, hasba mabadi, kulingana na nyenzo ya huyu mtu wa pili. Kwa hivyo wanaweza kutofautiana kwa ajili ya misingi ambazo kwamba wanazitegemea wao wenyewe. Anakuja na mfano, anasema falmadiyu, madiyu ni mtu ambaye kwamba anaamini mada, ni mtu ambaye kwamba anategemea mada, yani maisha ya material, ni mtu ambaye kwamba anaishi na mada, kila kitu kwake ni maisha ya mada. Mathalan, kwa mfano, katika miongoni mwa imani za mtu ambaye kwamba anaamini vitu vya mada ni kwamba haamini vitu ambavyo kwamba vinahusiana na ghaib, vitu ambavyo kwamba vinahusiana na maanawi, vitu ambavyo kwamba vinahusiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mtu anaamini vitu vinavyoonekana mbele yake. Sasa huyu madiyun imetokana na jina mada. Sasa madiyun imenasibishwa na mada, yani ni mtu ambaye kwamba anaamini vitu vya kimada. Ndio anasema falmadiyu, huyu mtu ambaye kwamba anaamini vitu vya mada, yahsab, ana imani kwamba alladhi la yamliku almadiyat, ana imani kwamba yule asiyemiliki vitu vya mada,
yule ambaye kwamba hamiliki materials, hamiliki hela, hamiliki fedha, hamiliki nyumba, hamiliki nini, magari na vitu kama hivyo. La yamliku almadiyat, yani vitu ambavyo kwamba hamiliki hivi vitu ambavyo kwamba ni materials, duna almaanawiyat, bila ya kuwa na imani dhaifan. Anahukumu kwamba huyu mtu ambaye kwamba hamiliki hivi vitu kwamba ni mnyonge, yani sio yeye haangalii imani, yeye anaangalia nini kitu ambacho kwamba unachokimiliki. Na ndio hii miayara ya watu wengi sana katika dunia yetu ya leo, kwamba utapata wanahukumiana kwa vitu ambavyo kwamba wanavyo, utapata wanahukumiana kwa vitu ambavyo kwamba wanavyovimiliki. Kwa hivyo utapata wanahukumiana kwa vitu ambavyo kwamba wanavyovimiliki. Ndo tabia ya madia ya watu ambao kwamba wanaamini vitu vya kimada. Ndio maana anasema falmadiyu, basi huyo mtu ambaye kwamba anaamini vitu vya kimada, anaamini vitu vya kiulimwengu, yahsab, anachukulia kwamba alladhi la yamliku almadiyat, anachukulia kwamba huyo mtu ambaye kwamba hamiliki vitu vya kimada dhaifan, kwamba ni dhaifu sana tena sana, walaysa bisahih. Na hiyo tukiweka katika mizani hiyo, kwamba tutakapofikiria huyu mtu ambaye kwamba hamiliki gari, hamiliki fedha, hamiliki vyumba, hamiliki ardhi, hamiliki nini, tunamhesabu kwamba ni mnyonge. Hiyo fikra sio sahihi. Kwa nini si fikra ambayo kwamba ni sahihi? Kwa ajili hivi vitu vote ni vitu ambavyo kwamba vinakuja na vinaenda. Hivi vitu vyote akili inahukumu kwamba ni vitu ambavyo kwamba havina maana katika ubinadamu. Saizi wanadamu hawaangalii vitu, saizi wanadamu wanaangalia utu wa mwanadamu. Wewe utu wako ni aina gani? Tabia yako inaelekea wapi? Hata kama utamiliki gari, hata kama utamiliki sijui nyumba ina gani, utamiliki ardhi ina gani, utamiliki nini na nini, lakini ukose kitu ambacho kwamba kinachoitwa utu, inamaanisha kwamba wewe hauna thamani na hauna value mbele ya watu. Na tunaona kwamba wengi ambao kwamba wako na mali, wengi ambao kwamba wako na vitu kama hivyo, wako na mada, wana nini na wanamiliki, mwishowe wanaishia sehemu ambayo kwamba hakuna heshima, na mwishowe watu wanawadharau. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hiyo fikra ya kwamba huyu mtu ndiye akuwe na nguvu lazima amiliki, ndiye akuwe na nguvu lazima akuwe na magari, ndiye akuwe na nguvu lazima akuwe na nini, hiyo fikra sio sahihi. Na inshallah taala darasa yake maalum itakuwa yenye kuja baadaye, tutaeleza kwa wazi, kwa urefu zaidi. Hapa ilikuwa tu ni nadharia ya hawa tu. Sasa ndio maana anasema kwamba la yamliku almadiyat, huyu mtu ambaye kwamba hamiliki mada dhaifa, na anachukuliwa kwamba ni mnyonge. Walaysa bisahihi, hii fikra sio sahihi. Inda al-uqala, kwa watu ambao kwamba wako na akili, kama uqala, kwa watu ambao kwamba wanafikiria akili, kwa watu ambao kwamba wanatumia fikra, sio sahihi hiyo fikra. Kwa hivyo katika akili tukiweka katika mizani vile tumeongea mwanzoni, tunaipata sio sahihi, na tukiweka katika mizani ya wale ambao kwamba wanatumia akili, pia hiyo fikra sio sahihi. Ndo anasema hii sasa ilikuwa ni fikra kwanza, na fikra pili wal maanawiyo, na huyu mtu ambaye kwamba ana imani sahihi ya Mwenyezi Mungu, anamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaketi karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yasab, anaona kwamba alladhi lahu al-iman, mtu ambaye kwamba yuko na imani, mtu anayemuogopa Mwenyezi Mungu, anaamini akhira, anajikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamwamini mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anasema kwamba walladhi walmaanawiyu, na huyu mtu ambaye kwamba ana iman, yahsabu alladhi, anachukulia mtu ambaye kwamba lahu aliman, mtu ambaye kwamba yuko na imani, yani mu'min, wa in kana thariyan, hata kama huyu mu'min ana uwezo aina gani, ni nini, ni qawiyan, anahesabika kwamba ni mtu ambaye kwamba yuko na nguvu, ni mtu ambaye kwamba ana uwezo. Bimaana, kwa maana ya kwamba malikil madiyat, yule ambaye kwamba anamiliki mada, wa huwa sahihu inda al-aqli wal uqala, yani kwa kumaanisha kwamba ni sahihi fikra hiyo ya kwamba wale ambao kwamba wana imani ndio watu ambao kwamba wana uwezo, na ndio watu ambao kwamba wana nguvu. Na lakini hii fikra mtu anaweza sema la, sio sahihi. Hii fikra mtu anaweza kusema kwamba hapana, sio sawa. Maana tunaona kwamba
watu ambao kwamba wana imani ndio watu ambao kwamba ndio wanyonge, ndio watu ambao kwamba ni wadhaifu, ndio watu ambao kwamba hawana mwelekeo, na ndio watu ambao kwamba wanaishi katika ninio. Lakini tunapata kwamba inshallah taala tutaelezea katika jalasa ama vikao ambavyo kwamba vinakuja, tutapata kwamba watu ambao kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu cha kwanza kabisa ambacho kwamba wanacho ni kujitosheleza. Kitu ambacho cha pili ambacho kwamba wanacho ni siasa na kwenda na siasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitu cha tatu ambacho kwamba wanaenda nacho ni kwamba wanaenda na sera ya mtume wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akhlaqi yake na mwenendo ambao kwamba alikuwa anaenda nao ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na inshallah taala zote kwa urefu zitakuwa zenye kuja. Kwa hivyo hapa tumepata fikra mbili. Fikra ya kwanza ni fikra ya yule ambaye kwamba anaamini mada, na fikra pili ni yule ambaye kwamba anayeamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu ambaye kwamba anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona kwamba huyu mtu ambaye kwamba ana imani ndiye mtu ambaye kwamba ana power, ndio mtu ambaye kwamba ana uwezo. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.